Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamina, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu wafuatiliaji, walimu kwa wanafunzi, karibuni mkaribie katika channel ya kwetu Mwalimu Alhabibi Yahya kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Ndugu zangu, ya kujifunza ni mengi. Hayaishi. Na lau kama ikitokea tunataka kusema ukweli, basi yale ambayo tumeyatoa humu hayafiki hata robo, hata theluthi yale ambayo tuko nayo, ambayo sasa tunasubiria ufike wakati wake muafaka. Tuangoja ifike time yake tuweze kuyatoa. Leo nitauelezea mwili wa mwanadamu katika ulimwengu wa kiroho. Mwanadamu yoyote yule, awe mke, mume, dini yoyote, asiyekuwa Muislamu na Muislamu, mdogo na mkubwa, hakuna mtu ambaye mwili wake haupo kwenye process za kiroho. Yani kuna watu ambao ukiwaambia mambo ya spirit nini, sijui mambo ya kiroho, wanasema mimi haya mambo huwasifuatilia, hayanusu. Lakini huko ni kujidanganya. Hakuna mtu ambaye mwili wake na maisha yake havipitii katika ulimwengu wa kiroho, kwani asili ya vitu vyote ni roho. Na twasema asili ya vitu vyote vina uhai, na vitu vyote vyenye roho ndivyo vyenye fawaida. Hii ardhi ina roho, wallahi billahi alaikum, ardhi ina roho. Ndio maana ukaona ardhi ina uwezo wa kutafakari. Ardhi ina uwezo wa kutafakari. Mbingu ina roho, ndio maana inazungumza. Ardhi inazungumza, miti inazungumza kwa sababu ina roho. Hata mbingu na ardhi kwa sababu ina roho, na mwanadamu ana roho. Hivyo kuna baadhi ya vitu mbingu, sababu ni kiumbe. Mbingu ni kiumbe ndugu zanguni, na ardhi ni kiumbe, na mwanadamu ni kiumbe. Kuna baadhi ya vitu mwanadamu anafanana na ardhi, na pana baadhi ya vitu mwanadamu anafanana na mbingu. Ukiangalia ardhi ina matabaka matatu. Ina tabaka la juu hili ambayo tunalo likanyaga hili. Alafu ina tabaka la katikati, tabaka la kati. Halafu pia ina tabaka la chini kabisa ambalo sio, hakuna anayefahamu, la watu wa vipimo wanatuambia, wanasayansi, wanafizikia, wanabiolojia wanatuambia hayo mambo. Sasa hata mwanadamu pia na yeye ana matabaka matatu. Mwanadamu kadhalika ana tabaka la juu, ambalo hili tabaka la juu mara zote linaanzia hapa shingoni kwenda juu, ama mabegani kupanda juu. Alafu na ana tabaka la kati ambalo ni hapa mabegani kushuka chini kwenye moyo hapa mpaka hapa kwenye kitovu, mwanzo wa kitovu kupanda juu. Na ana tabaka la chini ambalo linaanzia chini ya kitovu kushuka chini mpaka kwenye miguu. Mwanadamu yuko hivyo, na hata mbingu pia iko hivyo hivyo. Mbingu ina tabaka la juu, ambalo hilo la yaalamu, hakuna ambaye yufahamu ila Allah, isipokuwa Mungu. Na kuna tabaka la kati, na kuna tabaka la chini la mbingu, ambalo hili tulitumia sisi kusafiri na ndege, tulitumia sisi kufanya mambo yetu. Na pana tabaka la kati ambao wana sayansi huenda ufanyaje, na pana tabaka la juu anafahamu Allah mwenyewe na wale ambao ametaka wajue. Sasa kwa nini nimezungumza haya? Tabaka la juu katika mwili wa mwanadamu ambalo ni kichwa, mara nyingi kichwa kinawakilisha mbingu, au kuna watu wengine wanasema katika lugha ya kifizikia heaven. Maana yake hii ni katika ngazi ya juu ya ufahamu, ubunifu, maono. Maana yake kichwa kinamsaidia mtu kuwa na ufahamu, ubunifu, maono na uunganisho wa kiroho. Wallahi uunganisho wa kiroho, maana yake mpaka sasa katika hizi tafiti, marohani wao sehemu yao ya kukaa ni kichwani. Pana watu kusema rohani anakuvaa mkono wake unakuwa mkono wako, mguu wake unakuwa, lakini mimi katika tafiti zangu nasema rohani anakaa kichwani, anakaa katika tabaka la juu, kwa sababu na yeye ni wa juu. Sijui kama tutafahamiana ndugu zangu. Na yeye ni wa juu, na ndio maana ukakuta
Kichwa kazi yake ufahamu, ubunifu. Ruhani tukubaliana kwamba anawapa watu ubunifu, lakini pia maono, pana watu wanapata maono. Je, maono yanakuja motoni? Subhana, yanakuja moyoni? Maono haya yanakuja wapi? Maono yanaanzia kichwani. Ndio maana nikasema chizi hana maono, kichwa chake kibovu. Lakini je, moyo hana? Si anao, mbona anakuwa ana maono, hana ubunifu? Lakini pia kichwa kinatusaidia kuwa na muunganisho mzuri wa kiroho, sababu ni tabaka la juu. Lakini fikra zako na mitazamo ya juu anasema huishi katika tabaka la juu. Na ndo kichwa kazi yake kuu sasa katika ulimwengu wa kiroho ni kuzalisha. Hapo ndo chanzo cha mwanga wa ndani. Yani mwanga, yani ukiona mtu ana roho nzuri, kichwa chake kimezalisha huo mwangaza, mtu kuwa na moyo mzuri, mashaallah. Hata mtu huyu atembea vizuri, kichwa kimeanzisha. Lakini na pana tabaka la kati. Pana tabaka la kati ambapo nilisema inaanzia hapa mabegani mpaka hapa kwenye kitovu panda juu tumboni. Hii ni sehemu ambayo katika ulimwengu wa kiroho tunasema imebeba hisia, imebeba upendo. Upendo ukai kichwani, mnifahamu ndugu zangu, lakini asili yake, chanzo chake cha upendo kinaanzia kichwani, lakini haukai kichwani. Upendo unakaa moyoni. Lakini pia huruma na rohoma pia inakaa kwenye moyo. Lakini pia na uhusiano wa kibinadamu, baada ya kuwa akili imechakata, hasa moyo wako utaamua, mimi ninapenda huyu kumsaidia hela, napenda kumsaidia chakula na kadhalika. Moyo, tabaka la kati, hili linapaswa kulindwa sana. Na ndio maana hata ukiwa daktari, mtu akija lazima malazi yake yote awe karogwa, awe kafanyeje, utaangalia je, malazi haya kiini cha matatizo yake kipo kwenye tabaka la juu, tabaka la kati au tabaka la chini, ndipo uweze kumtibia vile ambavyo yatakiwa. Mashaallah, vile ambavyo yatakiwa. Lakini twasema moyo huunganisha juu, roho na chini. Anasema na chini, maana yake hii roho hii huwa inaunganisha akili, lakini tabaka la juu la kazi yake nyingine pia kuunganisha tabaka la chini. Ama kwa lugha nyingine pia roho ni daraja kati ya kabuli na huko akhera. Moyo ndio unaunganisha wewe huko kuzimu, au kuna kwa lugha nyingine, lugha ambazo mnajua mimi kidogo najaribu haya masomo kuyachuja katika lugha ya kitauhidi. Lakini kama tukichukua na tauhidi tuweke kando, tunaweza tukasema roho ni tabaka au ni bridge au ni daraja lenye kutenganisha ulimwengu wa kuzimu, lakini na ulimwengu wa hapa duniani, pamoja na ulimwengu wa uko mbinguni, ulimwengu au ufalme wa Mungu. Twaweza sema hivyo, roho ndo yenyewe imeshikilia huu muunganiko. Naam. Lakini tabaka la chini la kiroho katika mwili wa mwanadamu yoyote, twasema sehemu hii ya chini ya mwili, yani kuanzia hapo kwenye kitovu kushuka chini, na uhusiana na kuzimu. Ndio hivyo wasema kuzimu. Lakini katika lugha ya kitauhidi, lugha nzuri, tabaka la chini la ardhi, kupoteza, kufa, maradhi na vitu vingine tutakuja kueleza siku nyingine. Au hali ya chini ya ufahamu pia, ujinga uko chini. Ujinga uko chini na vitu vingine vinavunuka, vyote viko chini. Hii ni ngazi ya kuzaliwa. Watu wote hutoka chini. Kwa hiyo kumbe yoyote yule ambaye anazaliwa kwenda kuwa mkubwa, sharti ili tumpime katika darubini za kiruhani, darubini za kitiba, au alianzia chini. Bimaana ukija kuniambia maana yake sasa iko hivi, au alianzia chini akapanda juu, sema okay, huyu alianza chini. Lakini pia maisha ya kiasili, tabaka la chini linaashiria maisha ya kiasili, kama ambavyo tunaambiwa katika tauhid asili, na so katika tauhid, katika masala fiqhiyya, masala ya fiqh, tunaambiwa asili ya vitu vyote
asili yake ni halali. Asili ya vitu vyote asili yake ni halali. Kila kitu asili yake. Nazungumza asili. Ndio. Asili, hata baba kumwingilia mtoto wake asili yake ni halali. Kwa nini ni halali? Kwa sababu ule uume hauna macho, au katai, yani au katai uume, kwani wenyewe ukiupeleka hata kwa mama yako mzazi unakataa. Unaenda sababu asili yake ni haramu. Lakini inakuwa ni haramu na siye twakatazwa, imekuja nas, imekuja dalili adilla ya kusema jambo hili halifai, ndio limekuwa halifai. Lau si dalili, lau si adila, na hizi adila dalili Mwenyezi Mungu kukataza kwamba hili haram, hili halal, inna adahinahu sabira imma shakira wa imma kafura, tumewabainishia njia mbili, hadha haram la yajuz lam yathbit wa kabira min kabairi dhunub, hili halifai, na wa hakadha na wa hadha halali la shaka fiha halali. Sasa ili ni mtihani kwetu, yani iza tutakufuru kwa kufuata hili baya ambalo Mungu amesema tusilifanye, sisi tukalifanya, ama tutashukuru kwa kulifanya hili zuri na tukaliacha hili baya. Kwa hiyo ni mtihani, lakini asili yake yafaa. Lakini dunia, laqad khalaqna al-insana fi qabad, dunia ni nyumba ya mitihani, na mwanadamu kaumbwa katika shida na tabu. Lazima pale palipokuwa patamu akatazwe usifanye, ili kuweza kumfanyia mtihani. Lakini asili ya kila kitu, asili yake ni nini? Asili yake ni halali. Asili yake ni halali. Asili ya kuua pia ni halali, kwa sababu kiswa akikatai kwenda kumuua mtu akipindi kinaenda tu. Kwani ukimchukua mwanamke ukienda kukaa naye tu hivi bila ndoa inagoma? La, yaenda tu, yaenda wallahi, yatereza vizuri. Lakini kwa nini imekuwa tafanywa mtihani? Okay, tuendelea. Lakini pia tusema ulimwengu au ile tabaka la chini la mwili wa mwanadamu pia lipo kwa ajili ya tamaa. Yani lipo kwa ajili ya kupima tamaa ya mtu. Kwa hiyo kuna mwingine utaona maradhi yake hapo kwenye tamaa, maana yake ana control ya kujikontrol labda katika mwili, mdomo na vitu vingine kadhalika. Kwa hiyo tamaa inasababishwa na tumbo, tamaa itakayosababishwa itakayoponza tumbo au itakayoponza kichwa au inayokwenda kichwani ama inayokwenda wapi? Inayokwenda tumboni. Asili ya hiyo tamaa kilichosababisha nini? Ulimwengu wa tabaka la chini. Wazi? Hiyo kama tupatana vizuri. Lakini pia hofu. Siku zote hofu huwa inakuwa chini. Yani hofu, asili ya hofu, kila anayeogopa anaogopa kuonekana dhalili, anaogopa heshima yake itavunjika, anaogopa kuwa chini, anaogopa kuwa dhalili. Lakini pia na mapambano ya kuishi. Mapambano ya kuishi siku zote hapo katika tabaka la chini, kwenye miguu. Unatembea kwenda kutafuta riziki, unatembea kwenda kutafuta mchumba, unajishughulisha, unapiga hatua. Lakini pia ili tabaka la chini ni sehemu yenye nguvu ya maisha ya mwili. Yani sehemu kubwa katika mwili wa mwanadamu imechukuliwa na tabaka la chini. Tupu. Utupu waendesha sana. Farj. Tupu. Wallahi waendesha tabaka la chini. Watu wengi kutaka kuwakanyaga wengine na masalia mengine kama haya. Lakini pia ikiwa haidhibitiwi huweza kuleta mateso. Na hayo mateso wasema aya tupu na vitu vya chini katika maisha, tamaa, hofu, visipodhibitiwa vinaweza kuleta mateso. Mateso gani? Lazima tuje tusome somo linaitwa karma. Somo linaitwa nini? Linaitwa karma. Siku zote ujumbe wa ndani, binadamu anaishi katika mbingu tayyib, dunia yani ardhi, na kuzimu. Dunia yani juu ya ardhi, hapa ndo katikati hapo kwenye moyo. Lakini pia na kuzimu ndio inakuja kuashiria katika haya makundi matatu. Nifuatilie vizuri, katika haya makundi matatu tuwasema kundi la juu au tabaka la juu ambalo ni tabaka la mbingu na ndio tabaka la kichwa la mwili, tunasema tabaka hili la marohani, na tabaka la katikati ambao ndo kwenye mabega kushuka hapa chini mpaka kwenye kitovu kupanda juu, tunasema hili ni tabaka la khudam, la khudamiati.
Lakini hudamu kivipi? Asili ya huu moyo katika ulimwengu wa kiroho, vitu huwa havidumu, na asili ya mahudamu wote hawadumu, otherwise wanunue wafunge, wallahi billahi. Kwa hiyo na nasema mnielewe, ndo tuambia hata ukipata mwanaume mwanamke, usilizike kusema nimekuweka kwenye moyo wangu, usilizike. Moyo asili yake, asili ya moyo, vitu vyake vingi vinakuwa ni vya kupita. Twasema moyo una kitu huwa unakitengeneza kinaitwa radha. Sasa moyo radha zake huwa unajitengenezea radha kila siku. Na kadri macho yanazidi kuona, wanasema wataalam, kichwa, moyo, mgongo au bebi mzigo, isipokuwa mzigo ambao unaumiza moyo, mzigo ambao unaumiza kichwa au unaumiza mgongo ni macho, ndio yamekadiria ule mzigo. Kwa hiyo macho yanaharibu. Kwa hiyo pia moyo asema ukiwa na mpenzi wako umweke akilini. Na ndio maana sasa watasema bora umpende mtu mwenye akili, yani kuliko kumpenda mtu mzuri. Nadhani ile somo ni kubwa kidogo, tutakuja kuelezana muda mwingine. Lakini pia twasema kusawazisha akili, moyo na matakwa ya mwili ni njia ya kuishi kwa utumilifu wa kiroho. Minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana, walhamdulillahi rabbil alamin. Mutahaddith alhabib Yahya At-Tazani. Assalamu alaykum.